kaunti ya Vihiga ambapo wakazi wa maeneo kadhaa ya kaunti ya Vihiga wameeleza wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa huduma za matibabu ya sumu ya nyoka katika hospitali za karibu, wakitaka Wizara ya Afya kushughulikia swala hilo. Wamedokeza kuwa kuna ukosefu wa dawa zinazotumika kutibu majeraha ya waliong'atwa na nyoka. Wakazi hao wakisema kuwa visa 93 vimeripotiwa vya kung'atwa na nyoka. Visa 93 vya kung'atwa na nyoka vimeripotiwa katika kaunti ya Vihiga, hali ambayo imezua wasiwasi kuhusu afya ya wakazi wa kaunti hiyo. Wakazi wengi wakijipata mashakani wakati wanang'atwa na nyoka wale, haswa wakazi ambao wanaishi karibu na misitu na maeneo yenye mawe kwa wingi. Nilienda na nikauma na hiyo nyoka. Kuangalia kuna kitu iliuma kwa mkono, lakini si kujua ni nyoka. Wakati niliangalia nikapata kumbe ni nyoka, na ilikuwa nyoka ya black. Nilisikia muwasho fulani, uchungu, na nilisikia mpaka kwa mwili yote, na nikaamua kutoka mbio. Hata sikuua, hata sikuangalia ilielekea wapi. Nilikimbia tu na nikaenda kwa nyumba na nikachukua transport na nikakimbilia kwa hospitali. Areas ambazo ziko rocky, kwa mfano Luanda sub county, kuna kama zile areas za Mabungo na sehemu zingine za Bunyoreland ambazo ziko na a lot of rocks. Hizo ndio sehemu ambazo hawa nyoka huwa wanakaa ama kujificha. Wakazi hao ambao wamekumbana na makali ya nyoka na sumu kusambaa mwilini kote wameweka wazi kuwa hakuna huduma za matibabu kwa ukaribu, wakilazimika kusafiri masafa marefu kutafuta huduma zinazohitajika, na wakati mwingine kuna ukosefu wa dawa ambazo zinahitajika kutibu makali yale. Maumivu ya umbwa, maumivu ya nyoka, hizo ni vitu ambazo utakani uchukue hata 24 hours bila matibabu. Mpaka Yala kwenda huko wakaniuliza, wewe umetoka wapi? Mimi natoka Sivila, Ipali area. Hakuna dawa huko, hakuna matibabu huko. Haya, process ya hospitali ABCD mpaka kufikia kwa daktari 1000. Dawa inatakana uchukue 7 times. Unapoweka hizo dawa za kienyeji, unaweza pata kwamba labda mtu alirudi akawa sawa. Hii haimaanishi kwamba labda hiyo dawa ndio ilifanya kazi. Unaweza pata mtu alikuwa ameumwa na nyoka ambayo ni non-poisonous, ambayo haina sumu. Wametoa wito kwa Wizara ya Afya na serikali ya kaunti ya Vihiga kushughulikia kwa haraka swala la ukosefu wa dawa za makali ya nyoka, na pia upatikanaji wa huduma za dharura wakati mtu anakumbwa na janga hilo. Ikiwa dawa inaweza patikana kwa hizi dispensaries, hizi health facilities, itakuwa vema, kwa sababu mahali nilikimbia ilikuwa mbali. Hiyo referral hospital haiko karibu na mimi, lakini kuna health center ambayo iko karibu na mimi. Ikiwa dawa ingepatikana hapo, ingesaidia hata wengine. Serikali yetu kama ikiweka madawa kwa hii hospitali yetu, itakuwa imesaidia hii area. Hii hospitali ni ya zamani zaidi, ni maajabu zaidi, ati dawa ya umbwa hakuna hapa. Sasa ile wako nayo ni homa. Mary Kialo, Undugu TV.